Yes bwana, tupo na Alisa au vile kama vile ambavyo Steve Nandalo anapenda kumuita kwa jina la Abujubuju. We, nakuheshimu. Wewe unafurahi sana ukiwa unasema hivyo na kuheshimu. Hii Abujubuju unafurahi mtu akikufanyia hivyo? Ndio. Anakuchezea mashavu kabisa yeye. Ndio. Ila mashavu yako yanavutia mtu kufanya Abujubuju. We, nakuheshimu. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview kunako YouTube channel yetu. Kazi yetu sisi ni kutafuta interview. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba unatazama, una like, una comment, lakini kubwa zaidi una subscribe. Pia usisahau kuacha maoni yako kwa yote ambayo tunakuwa tunayafanya kila kukicha kunako YouTube channel yetu. Na leo tumeweza kuwatafuta miongoni mwa waigizaji, miongoni mwa wachekeshaji, miongoni mwa wasanii ambao tunawatarajia kwa miaka baadaye waje kuwa wasanii wakubwa kweli juu ya kipaji ambacho wanacho. Ni talanta, naweza nikasema hivyo, ama vile ambavyo Mungu amemjalia kuonyesha uwezo wake wa sanaa. Wengi wanamfahamu kwa jina la Alisa, ambapo wengi wamemwona kunako series ya Memkwa inayomilikiwa na Steve sambamba na Ndalo, mmoja kati ya waigizaji ambao na wenyewe wana mchango mkubwa kunako sanaa yetu ya Bongo. Leo Nyundo TV tumesema wacha tumtafute bwana Alisa tuweze kuzungumza naye. Tuone vile ambavyo anavifanya kwenye karia yake ya uigizaji. Alianzaje, wala kwa uchache kwamba anapitia yepi? Mitaani wanasemaje, shuleni wanasemaje? Na kama kuna vitu vingine ambavyo ulikuwa vifahamu kutoka kwa Alisa, unakwenda kuvifahamu. Lakini kushoto mwa Alisa amekaa babake mzazi bila shaka. Yes, mmoja kati ya mtu ambaye ndiye naweza nikasema aliyemtengeneza, aliyemfanya hivi, lakini moja kusikiliza story yake kwamba ilikuwaje mpaka Alisa akaingia hapa. Mzee wangu inakuwaje? Poa kabisa. Mambo yanaenda? Yanaenda kabisa. Hivi wewe mtandaoni kule unakufahamu ama ni Alisa peke yake? Wananifahamu pia. Kama nani? Kama babake Alisa. Aha. Yes. Tunafanya na sisi hii ya kuchekesha ama? Hapana, mimi nimeanza kufahamika kabla ya hizi nani za kuchekesha. Yaani nilikuwa na post tu, lakini mara nyingi sana nilikuwa na post mimi na mke wangu. Yes, kwa tulianza kujulikana kabla ya kuposti video za mtoto. Tulikuwa tunaposti sana video mimi na mke wangu zile za mapenzi. Sio kabisa. Yes. Kwa maana kwamba mama yake Alisa au? Yes. Kwa hiyo mama yake Alisa au wazazi wake wa Alisa wote wapo kwenye sanaa? Hapana. Alisa peke yake ndo akabezi sana katika sanaa, ila sisi tumeanza kufahamika kwa sababu tulikuwa tunashare feelings mimi na mke wangu katika mtandao. Yes. Ndio nimekosea kuuliza nani alianza kwenye sanaa, ni wazazi ama Alisa? Kwa maana kwamba wewe na mkeo ulikuja kwenye sanaa baada ya kumwona Alisa kashakuja, au Alisa alikuja, au Alisa ulimtengeneza mara baada ya ninyi wazazi kuwepo kwenye sanaa? Hapana, ila Alisa ndo kaanza kwenye sanaa. Ila sisi tulikuwa tunafanya kama content tu zile za yani labda nyimbo tunajichukua ile tunajirekodi, labda tunaimba, tunacheza mimi na mke wangu hivyo. Lakini Alisa tulikuwa tunamchukua tu, labda tunamhoji nini, tulikuwa tuna posti yani baadhi ya comment za watu walikuwa comment katika page zetu kwamba mbona kama mtoto na kitu mtoto nampenda, kitu kipost kitu wanasema mtoto nampenda, ni followers wanaongezeka, likes zinakuwa nyingi, yani tukimoji kitu Alisa anavyoongea yani watu wanakuwa wanapenda. Kwa hiyo tukaja kujua kumbe mtoto ana kitu ndani yake. Kwa siku tunajitahidi tunaongeza baadhi ya vitu. Kila tunavyoweka kitu kinakuwa kinaenda. Kitu tunavyoweka kitu kinaenda. Yes, kwa mwisho siku na mtoto ana kipaji na kitu. Hebu ngoja tumuendeleze na sisi mpaka hapa alipo. Sawa, ngoja tumsalimie Alisa. How are you? Fine. Uko poa? Hivi kule kwanza una miaka mingapi wewe? Miaka 3. Mimi siamini. Mzee wangu Alisa ana miaka mingapi? Ana miaka 5 sasa. Yes. Bwana mtazamaji, ndio vile ugeni wa mambo. Mtoto mdogo huyu, kwenye how old are you? 5 years. 5 years. Wewe unaonekana Kiingereza unakijua kingi kuliko Kiswahili, uongo? Kweli? Shule kule wanakuambiaje? Kwanza shule gani unasoma? St. Mary's. St. Mary's. Wewe. Shule kule wanakuambiaje? Waniambia mimi msanii mzuri, naigiza vizuri. Kwanza wananipenda, wanatamani nije shule, niwasalimie. Wamenitengenezea mabembea mazuri huko, wamesema kesho nije watanifanyia birthday. Shule unataka kufanyia birthday? Ni siku yako ya kuzaliwa?
Ile siku ulivyoigiza memkwa afu walimu wakakwambiaje au wanafunzi walikwambiaje? Tumekuona kwenye memkwa au walisemaje? Walisema wameniona kwenye memkwa. Na kwenye memkwa uliua. Hongera. Haya. Tuzungumzie hii ya Alisa kushiriki kwenye memkwa. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ngumu kiasi gani watu kumuona kwenye memkwa? Kwa sababu watu wengi wamemuona kwenye memkwa. Kwa sababu memkwa bwana ni moja kati ya series ambazo anawapungia mkono kidogo. Sawa. Memkwa ni moja kati ya series ambazo zinafuatiliwa sana. Haikuwa rahisi kwa kweli. Haikuwa rahisi sana. Yaani ilikuwa ngumu kwa sababu kwanza nilianza kumtafuta Steve muda mrefu. Wewe ndio ulimtafuta? Steve muda mrefu. Lakini pia sikuwa najua ni wapi wana shoot. Lakini nilikuwa najaribu nilikuwa natafuta connection. Lakini hapo nyuma Alisa alisha kufanya kazi na Ndaro mwaka jana kabla hata ya memkwa kwenye gari ile. Kwenye gari kama unakumbuka. Ilikuwa mwezi wa kwanza. Nakumbuka mwezi wa kwanza. Alikuwa na Obama, Ndaro na Obama kama unaikumbuka. Kama trafiki, Ndaro kama dereva. Mtoto wa mama kama unaikumbuka. Ilienda sana ile mtoto wa mama, watu wa system. Wao ndio watu wa kwanza kutengeneza kile kitu kama unakumbuka. Ile ilienda sana. Kwa hiyo baada ya kuona ile tamthilia ya memkwa inavyochezwa na binti yangu anavyopenda, kwa sababu kila siku ilikuwa nafikia hata nikilala anakuja kuniamsha. Baba njoo tuigize. Yaani anapenda kuigiza na mimi. Kwa hiyo mimi najikuta sasa kwa sababu mimi sina uzoefu kwenye kuigiza. Kwa hiyo najikuta naenda yeye anavyotaka. Umeona? Subiri samani lakini. Mtoto kwa njoo tuigize kama huyu kuna alishawahi kufundishwa kuigiza ama? Hapana, hajawahi kufundishwa kuigiza. Ni the way anavyoona kwenye TV. Yes, anakalili. Kama kitu kilikuwa moyoni, yaani kwamba anapomwambia njoo tuigize, nimejua baba katoka kwenye mafunzo sasa nataka mfanye practice. Hapana. Yaani anachokiona kitu sometimes anaweza kaja, baba leo mimi najua kuigiza kama mchawi sasa hivi. Naweza kuigiza kama mchawi. Kwambia mtu tuone kweli anafanya kile kitu, anakutisha. Au baba leo nimemwona jini anafanya hivi. Na mimi naweza kufanya vile. Anakuja, anafanya vile vile. Baba sasa hivi nataka niwe kama trafiki. Hivyo. Yani kuja kuona dogo ana kitu. Kwa nini tusimsupport? Kwa nini tusimpush? Kama raia wenyewe kwenye mitandao wamemkubali, kwa nini sisi tusisupport hichi kitu? Kwa hiyo baada ya kuona mimi na mama yake hivyo, tukaona tumsupport mpaka hapa. Kabla ya Steve na Ndaro ile ilikuwaje kukutana na Ndaro? Ndaro ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka Ndaro nilimtafuta muda mrefu sana huku na huku. Mara baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, kuna siku nakumbuka ilikuwa maeneo ya Tabata. Yes. Kulikuwa kuna event ya nani huyu ya Mr. Mwanya. Ilikuwa ni birthday ya Mr. Mwanya. Asa pale ndo tukakutana mimi na yeye. Nikaja nikamfuata bro, nikamwambia bwana, nikampa hai, nikamwambia bro kuna 1, kuna 2, kuna 3. Nakumbuka ndo kipindiko wametoka kupewa tuzo za nini zile comedian. Ila kwenye zile tuzo pia nilistaajabu, niliona jina la mwanangu limeandikwa pale, Alisa. Yes, niliona jina limeandikwa pale Alisa. Hawaja kuwasiliana na wewe bado tunamweka. Lakini niliona jina langu lilikuwa limemenshiwa pale kwenye zile tuzo. Ile nakumbuka tuzo alishinda yule mtoto nani? Anaitwa Dogosele. Alishinda ile tuzo Dogosele. Lakini katika wale nominees Alisa pia alikuwepo. Nilinichanganya kile kitu, lakini kile kitu kilinipa matumaini kwamba anaonekana. Na hata leo sidhani kama atakuwa nakumbuka kile kitu Shafi Bland. Tulikutana maeneo ya Tabata. Small Planet pale. Kwa hiyo nikamfuata bro, nikamueleza kuna 1, kuna 2, 3. Mimi ni 1, 2, 3, kuna 1, kuna 2, kuna 3 nilikiona kwa binti yangu. Akaniambia kwanza mpaka hapo inabidi ujivunie kama mtoto kaonekana, kaweza kuwekwa kwenye nominees ya watu walikuwa wanashindanishwa, basi umeonekana basi dogo na talent. Kwa hiyo mkazie na umkazanie hapo hapo. Kwa hiyo ile kitu ilinipa matumaini. Nikatoka hapo nikaenda kumtafuta Ndaro. Nikamuelezea brother kuna 1, kuna 2, kuna 3. Akaniambia nipe na wasili yako nitakucheki. Kweli kama utani. Tumekaa kama siku 2. Kweli kanipigia simu. Dogo uko wapi? Nikamwambia mimi niko Tabata. Basi poa, nakuja hapo tufanye kitu. Kweli mimi nikajua utani. Ilikuwa mishale kama ya saa 4 asubuhi. Kweli saa 6 hivi. Na shangaa na simu nyingine titi. Bwana niko hapa barabarani. Kweli naenda mkuta Ndaro. Ila Alisa, kwa sababu Alisa
kaanza kumfuatilia Ndaro muda mrefu na Steve. Kwa hiyo alikuwa anaona kwenye TV na wakalili. Kwa hata Alisa alivyomuona Ndaro alifurahi mno kwa sababu alikuwa kuogopa. Hajaonyesha kuogopa. Ila kitu ambacho kinanipa matumaini, kinanipa furaha, siku ya kwanza ambayo anaanza kushoot na Ndaro, yani alionyesha, sijui nisemeje, yani talenti fulani alionyesha kwamba, yani kwanza alijiamini, alafu hatukupata shida kivile. Yes, yani alifanya kitu ambacho hata mimi kilinifurahisha. Ndaro mwenyewe alifly. Ndaro alianza kumuelewa pale dogo. Ile clip kina Obama ile. Clip kina Obama. Yes. Alisa, wewe msanii gani mchekeshaji ambaye unampenda? Ndaro na Steve. Ndaro na Steve, wewe uliwahi kuona wapi kwanza? Kwa mara kwanza unawaona? Nilikuwa naona kwenye TV. Kwenye TV? Ulikuwa unafuatilia? Ndio. Ile siku ambayo ulikutana na Ndaro ile ulikuwa una fly au ulikuwaje? Nisikie chochote kile. Nilikuwa na fly. Hujaogopa labda vile? Ndaro namwonaga kwenye video huyu hapa huyu. Sijaogopa. Mimi sijaogopa, nilikuwa tu na fly. Na ile clip sasa ile mmekaa kwenye gari. Ndaro dereva, wewe umekaa kushoto. Mbele kuna traffic. Akwambia Alisa, tubadilishe njia. Mbele kuna traffic. Ukamwambia, unakumbuka maneno ulomwambia? Unamwambiaje? Watoto wa mama waongeagi. Ile mwaka jana ile movie ukumbuka? Ile ulimwambia traffic, watoto wa mama, akwambia ngoja mimi nitakuonesha jinsi ya kupita. Ndaro akashangaa, utanionyesha mimi? Akaja askari kuambia watoto wa mama waongeagi. Niliwaambia mimi, watoto wa mama waongeagi. Sasa Ndaro ndo alitoka nje. Akasema mimi wa kwangu ataongea tu traffic. Clip gani ambayo unaipenda? Sasa mimi ndo nilikuwa nimenyamaza kimya kwenye gari. Naangalia tu. Naangalia tu askari. Koja kufunga kioo pale. Clip gani ambayo unaipenda kwenye zote ambazo umeshawahi kufanya tangu uanze kuigiza? Mimi naipenda clip ambayo Ikumbuke zile umeigiza na Ndaro, umeingiza na yule wa kuita yule Traffic. Unaipenda sana ipi? Ya Traffic. Kwa sababu ulimjibu vile Obama. Sawa. Kuna zingine ndio kama hizi, sawa, unajua mambo mengi. Ile siku ambayo mmeenda kwenye meme kwa ile, ilikuwaje? Ilikuwa tumeigiza vizuri. Umeigiza vizuri? Ile ufika pale kwa hujaogopa pale kina Ndaro, unaona kina wanani wale pale, hujaogopa wala nini? Sijaogopa. Nilimwona Ndaro na Steve. Kumwona Steve wala hujaogopa? Nilishuti vizuri tu, wala sijaogopa. Kwa nini Ndaro akakwambia abujubuju, kamwambia? Ukwambia? Nilimwambia we nakuheshimu. Ile ndo gapi? Ile ndo gapi? Yeye mwenyewe alikuwa anajua, akaanza kuniambia nikukifanyia hivi abujubuju, akaniambia uniambie we nakuheshimu. Sasa akaanza kunifanyia, nikamwambia we nakuheshimu. Na watu wengine wanakufanyaga hivyo? Ndio. Akina nani? Wakina Aunty Mary wale wananiambia abujubuju, naambia we nakuheshimu. Kwani wewe mtu kukufanyia hivi abujubuju unapenda au upendi? Napenda. Unapenda. Sasa wewe unamwambia nakuheshimu. Kama ungekuwa mheshimu ungemfanyaje sasa? Naambia tu wewe nakuheshimu, wala siwafanyi chochote. Wafanye kitu. Shuleni kule wakufanyia hivyo? Wanifanyia hivyo. Mwalimu tu ananifanyia abujubuju. Namwambia wewe nakuheshimu. Mzee wangu hii abujubuju kama imeenda hivi. Kuna namna yote ambayo mnawaza kama wazazi, kama watu ambao mmemtengeza Alisa kuitengeneza iwe ya kwenu? Yes, hilo wazo lipo na limekaa tayari tutalifanyia kazi. Yes. Idea ni kama vile ambao umesema Alisa ametoa na Ndaro. Yes, idea hii ilikuwa ni kwenye meme kwa imetoka. Yes, kwa hiyo kwenye namna ya kutengeneza scene pale ndio tukaipatia hapo pale kwenye finishing nakumbuka. Yes. Unawaza? Anajitahidi sana, lakini yani kwanza niwape shout out nyingi sana. Brother Steve, Brother Ndaro popote walipo, kama wananisikia, wananiona.
Kwa kweli ni watu ambao wamekuwa wamenishika mkono muda mrefu sana. Wamemsupport binti yangu mpaka hapa. Kwa kweli haikuwa rahisi. Kufanya kazi na Steve, kufanya kazi na Ndaro pamoja, kushare mawazo, sio kitu rahisi. Wale watu hawapatikani kirahisi kwa kweli. Kabisa. Kwa sababu hebu imagine wasanii wangapi wanatamani kwenda kufanya kazi Memkwa. Wako wengi. Kila mtu anatamani kwenda kushoot, lakini why sisi? Kwa hiyo ni mtu ambaye katuthamini, katupa uthubutu wa kufanya. Nashukuru Mungu binti yangu hajaniangusha. Nilitarajia nikuulize hilo swali. Alisa kuonekana kwenye Memkwa kuna namna yote ambayo imemsogeza? Na hisi bila shaka umeshalijibu au wala kwa ufupi. Alisa kabla ya Memkwa na Alisa baada ya Memkwa ni upi tofauti ipo? Utofauti upo. Alisa kabla ya Memkwa alikuwa anajulikana sana katika page za TikTok. Sana kwa sababu alikuwa anajulikana kama Kibonge. Unajua Mashavu, yani yale majina ya Kibonge yote yametoka kwa Alisa. Mashavu, hata hilo Abujubuju unalolisikia ilikuwa katika TikTok kabla ya kuwa Memkwa. Kwa watu wameanza kumjulia kule kutokana na uongeaji wake. Sababu Alisa ni kama ana kipaji na talent ya uongeaji. Na sio hapo toka mtoto. Kwa hiyo ukiangalia Alisa wa kipindi kile wa TikTok na Alisa sasa hivi wa Memkwa, Alisa sasa hivi kaongezeka kidogo thamani. Na sio kidogo tuniseme sana kwa sababu sasa hivi Alisa wamekuwa wanamfuatilia mpaka Instagram, tofauti na mwanzo. Alisa sasa hivi unajua ile TikTok kuna watu ambao hawana simu. Unajua kwa hiyo kama hawana simu ina maana wanaangalia kwenye TV. Kwa hiyo kupitia hii Memkwa imewarahisishia kumfahamu Alisa watu ambao wanafuatilia vizuri zaidi kwenye TV. Unajua maana kuna watu wengine wanafuatilia tamthilia unakuta imetoka tu watu wanaangalia. Watu wengine wanaanza kumfahamu kupitia pale. Kuna wengine kwa mjua labda kwenye simu tu. Hasa ukiangalia sasa hivi watoto wengi wanamjua Alisa. Lakini wanamjua kupitia nini? Kwenye Memkwa kupitia kwenye TV. Yes. Alisa amejibu hapa. Ile ambayo yeye anaipenda kuliko zote ya Memkwa kama baba, ipi ambayo umekubali Alisa? Mimi upande wangu binafsi nimekubali sana episode ya 15 kama sikosei. Kwenye Memkwa. Ipi ambayo anaingia darasani mwalimu? Ambayo mwenzako yuko wapi sasa hivi? Hiyo ambayo kwa mwenzako yuko wapi? Lakini nakumbuka ile scene tulipata shida sana. Kwa sababu uzuri wa Alisa ana raha yake na ana karaha yake. Kila kazi na changamoto yake. Alisa bwana, ili uende naye sawa, ili umweze ushoot naye vizuri, awe na mood. Yani awe na mood, amekula vizuri, ameshiba, umecheza naye fresh, umemtengenezea mazingira fulani. Yani hapo utashoot atatoa sauti vizuri, tena unaweza kumpa scene, ukampa maelekezo bwana fanya 1 2 3. Akafanya na akaongezea vya kwake kichwani. Hajawahi kuigiza mtoto? Hajawahi kuigiza popote pale. Nakumbuka tu hii nakupa wewe. Exclusive. Hii nakupa wewe exclusive kabisa. Siku ya kwanza kabisa nimepigiwa simu na brother Steve. Hey, mambo vipi? Poa. Sasa kesho naomba mje maeneo ya Mwenge kama mtakuwa na nafasi. Mje na dogo. Nataka tufanye kitu. Siku hiyo sikulala. Mara ya kwanza. Kabla hizi kuigiza hizi na Ndaro nini? Ya Ndaro ilikuwa shapita ile ya mwaka jana. Kwa watu kufanya kazi yote na kuigiza. Nilikuwa na mshuti tunaongea basi. Lakini siku hivyo nipigie simu, sikulala. Nilifuata nikamwambia Alisa, Steve wakatupigia simu kasema kesho twende tukashoot. Alisa nakumbuka aliloli. Hajaamini. Huyu nimeona kwenye video. Yes, nimemaliza kula nimeingia ndani kulala niko na mama yake. Tunapiga story, Alisa alinifuata tena ndani. Akaniambia baba, twende tukaigize. Mida kama saa 7 usiku. Tufanye mazoezi. Sasa mimi kama chukua tani. Kwa hiyo tumetoka. Aambia baba, tuigize. Hebu angalia mimi naweza kuigiza kama mchawi. Mara nyingi sana napenda kuigiza. Maana kuna movie fulani kwa naiangalia sana ile inatisha movie ya ile nini ile Shumileta. Shumileta. Aliangalia kwa hiyo kitu limkaa kwenye kichwa. Umeona? Baba anaweza kuigiza. Angalia anavyocheka. Tushike shot kananili. Angalia anafanya hivi. Si atapenda Unajua? Na mimi kwa sababu nishajua kesho nakufanya kitu fulani. Anajiandaa kwenda kumuonyesha Steve. Yaani kila kitu hata mimi kilinipa matumaini. Hatukulala usema kweli. Toka ile saa 7. Sababu tulikuwa tunataka saa 4 kule. Hatukulala. Mpaka mke wangu anafika, jamani hivi nyinyi mlali? Hamna usingizi? Tunafanya maandalizi, tunajiandaa. Ila tunashukuru Mungu kile kitu anakipenda kutoka moyoni mwake. Yes.
Nishangaa kwamba Alisa haya anayofanya je kuigiza? Hajawahi kuigiza kabisa sehemu yoyote. Na kama ingekuwa kawahi kuigiza basi hata ungeona baadhi ya vipande vya movie au vya tamthilia. Tofauti na Memkwa. Hajawahi kabisa. Yaani hata ndoto yake kubwa ilikuwa ni kufanya nao kazi hao. Sana. Yaani hata tukiwa tuna shoot Memkwa, kama labda akiona wenzake wana shoot, yeye ndio huwa wa kwanza kumfuata Ndalo au Steve. Mbona mimi si shooti? Yaani mpaka wanagombana. Yaani hata ile brother Ndalo analijua mpaka wanagombana. Furaha yake ni kushuti. Furaha yake ni kushuti muda wote. Muda wote furaha yake ni kushuti. Yes. Tutarajie kumuona kwenye kazi zingine kubwa. Kuna namna fulani ambavyo kama milango imefunguka sasa watu wamemuona zaidi, simu zimeita ama? Yeah, simu zimeita nyingi sana, zimeita nyingi mno. Kwa hiyo sasa hivi cha kwanza tunaomba support sana. Sasa mnamuona binti sasa hivi anafanya mambo makubwa, mambo mazuri. Tutarajie mengi mazuri. Binti sasa hivi anakuja na kazi nyingine tofauti. Kwa hiyo tujiandae kumpokea vizuri. Kwanza asante kwa mapokezi ambayo mmeonyesha. Ukiangalia sasa hivi watu wengi wanafuatilia Memkwa. Unapomuona tu Alisa, Alisa leo kaja na kitu gani leo? Kwa hiyo wanashawishika kufanyaje? Kufuatilia na kumwangalia zaidi. Kwa hiyo support imekuwa ni kubwa, mapokezi yamekuwa makubwa. Yaani sasa hivi kila unapopita chochoro unasikia Alisa Memkwa, Alisa Kibonge, wewe buju. Yaani hata ile mimi kusema kweli inanipa furaha, inanihamasisha zaidi. Alisa kama mjomba Ndaro, umeta mjomba? Namta. Anko Ndaro na Anko Steve wanakuangalia. Unatamani umwambie nini? Natamani nimwambie chochote kile nachotaka kumwambia. Toa sauti basi. Unatamani umwambie nini? Nataka nimwambie nakupenda Anko Ndaro. Anko Steve. Hata Anko Steve pia namwambia nampenda. Kwa sababu Anko Steve ananifundisha kila kitu na anachoniambia ni shoot. Anko Steve anakufundishaga. Mwingine nani pale kwenye Memkwa unampenda sana, ukiendaga unakaa naye unapiga naye story anakukumbatia na kubeba? Anko Ndaro na Anko Steve. Mwingine? Wawili tu ndo na. Alisa wewe Memkwa wote unajua watu wawili tu. Yeah, wale wengine mimi nishakuonaga picha umepiga na watu wanakubeba wale kina nani wengine. Jamani mle shiriki nani? Na Auntie Mary. Mwingine? Na mwingine anaitwa Kidege mwingine. Unaanza kujaza wengine? Na Kidawa. Mimi nakuonaga wanakubeba wale, ndio maana nashangaa mbona wengine wataji. Kwa hao watu unawapenda, si ndio? Mwingine nani unampenda pale Memkwa? Mr. Mwanya. Unataka kumsahau Mr. Mwanya kwa nini? Mwingine nani? Mnakaa naye huko Tabata yule, mwingine nani? Mwingine Ngadu. Haya, mwingine nani? Fikiria mwingine nani? Yaani wewe utataja wote ambao unawapenda pale Memkwa. Mwingine nani unampenda? Kishandu. Wameisha au kuna mwingine? Nani? Yule nani yule? Sasa jina lake. Hivi ile unafanyaga hivi sio nini? Hii kakufundisha nani ile? Nimejua tu mwenyewe. Hebu fanya kidogo tu waone bwana. Hiyo ndo nini sasa hiyo? Hiyo ndo nini sasa? Kutikisa nywele. Ndikisa nywele. Kata nywele zinarudi nyuma hivi. Haja kufundisha mtu yote? Maria mwenyewe tu mwenyewe. Mwenyewe tu. Mtu kwa hiyo pale naona uliingia darasani pale mwalimu akafanya buju akamwambia wewe na kuheshimu afu katikisa nywele afu kaondoka. Afu karudi tena nikamwambia wewe na mwalimu unanichukuliaje? Pale mwalimu alikuwa anakuchukuliaje pale? Mwambia kwani wewe mwalimu unanichukuliaje? Kama kusoma kila mtu kasoma, mwenyewe nimesoma. Akaniambia your name is who? Alisa Kamala. What is your father's name? Harun Kamala. Afu akaanza kuniambia what do you want in my class? Nikamwambia leave me, I'm tired. Leave me, I'm tired. Afu kaondoka zako. Tunafurahi, lakini tunafurahia vile ambavyo unaigiza kwenye Memkwa. Ile siku ukamwona mwalimu mwingine, mwalimu Kidawa. Ulimwona darasani ukamfuata, unakumbuka unamwambiaje pale?
Nilimwambia nilikuwa nacheza cheza. Kuna jipepea feni kiwongo. Kile kifuni kiko wapi kile? Nimekiacha huko. Ni chako kile? Ulikuwa jipepea? Ndio. Alafu kumwambiaje? Afu akaanza kunisimamisha. Nilipofika tu pale kuna mlango. Akanisimamisha, wewe simama. Wewe nani? Na wewe nani? Nikamwambia kwani wewe mgeni hapa nikamwambia class, do you know me? Wakaniambia wananijua. Nikamwambia kumbe mnanijua, mnajizima data. Afu nikaanza kumwambia mwalimu Kidawa, nini mwenzako yuko wapi? Mwenzako yuko wapi? Afu nikamwambia wale wanafunzi, mwenzako yuko wapi? Wakaniambia anaumwa. Nikashtuka nikasema anaumwa? Anatokea lini anaumwa? Kasema juzi. Wakasema juzi. Walivyosema juzi nikamwambia hivi, ndio maana jicho lilikuwa linanicheza, ndio maana moyo uliniambia nenda shule, kuna matatizo. Ndio mtu anaumwa. Ndio matatizo hayo. Sasa ni mganga au? Akakwambia pale kitu baada hapo, akakwambiaje? Akaniambia ondoka hapa usirudi tena. Afu nikamwambia nitarudi kuijua hali yake. Nikaondoka. Ulisema kwa nini nisirudi hadi mtu anaumwa? Kwa nini sirudi afu mtu anaumwa? Nitarudi tu. Blaza K. Unakumbuka Blaza K ulicheza kama babako Napita namtafuta anasema, afu nakuja nasimama hapo pembeni kwenye meza. Namwambia yule babangu yuko wapi? Unamwambia nani pale? Nilikuwa namwambia Ndalo. Ndalo kwa nini ngosivule? Ndalo. Nimwambia babangu Blaza K yuko wapi? Nani? Babangu. Babako nani? Blaza K. Blaza K? Mama yuko wapi? Nikamwambia yupo nyumbani analia. Baba alikuwa arudi, tuvomwambia asirudi, hajarudi kweli. Ulienda wewe na mama yako shule kumfuata baba yenu kisa hajacha hela. Ile ilikuwaje ile? Kuna nyingine ndo ile nilikuwa namtafuta babangu Blaza K. Sasa ile ndo nilikuwa nakuja na mama yangu, afu mimi nikamwambia Steve, sogea huko nimechoka. Nilikuwa namwambia hivyo Steve, sogea huko nimechoka. Afu akaanza kuniambia hivi, akaniambia nasogea. Akasogea, nikakaa. Sana mama akaanza kumwambia babangu, wewe amka. Akaanza kumwambia hivi, kwa nini hujatuachia hela? Afu babangu akaanza kuniambia sijamnunulia soda. Afu mamangu akaniambia kwa hiyo iko kipengele ni soda tu. Afu akaanza kuniambia eti mwanangu sijakununulia soda. Nikamwambia sikumbuki. So pipi mbona umeniambia muda sana, sikumbuki. Jojo ndo nini? Mimi sijui maana. Jojo ni nini kweli? Jojo. Akaanza kuniambia vile vya kutafuna vile. Ukaambia sikumbuki. Asa kuna nyingine moja hivi. Ni tulikuwa mimi na nani yule? Ankondalo. Na Kondalo. Asa Nkondalo ile nyingine alikuwa ananiambiaje? Umesahau ya muda. Kama nikikwambia uambie kitu mashabiki zako, watu ambao wanakupenda, watu ambao wanapenda zile unavyoigiza, wanafunzi wenzako, tuambie nini? Naomba tunawapenda. Naambia asante kwa kuwaniangalia. Wanajua kama mimi ni msanii sana. Walisema shuleni wananipenda. Kwanza walisema siku yangu ya kuzaliwa itaanza, watakuja nyumbani kwetu. Walimu na wanafunzi. Haya. Mwalimu mgeni ambaye unampenda shule za tumpe salamu. Mwalimu fulani nakupenda, mwalimu fulani nakupenda. Teacher Maundi. Mwambie Teacher Maundi nakupenda, tumwambie. Teacher Maundi nakupenda. Afu nimwambiaje? Mwingine?
Mwingine mimi tu chicha huyo mmoja tu. Una ticha mmoja. Kweli? Sio wapo wengi hao, wengine wakajisikia vibaya. Ipo ticha mmoja kweli? Ipo ticha mmoja tu. Lakini mwalimu wangu anaumwa. Mwalimu wako anaumwa? Mwalimu nani? Mwalimu Ticha Maundi huyo. Basi mwambie huyo mmoja. Huyo mmoja. Basi muombe kwa Mungu apone. Sawa. Haya. Mzee wangu tumalizie, labda kuna chochote ambacho tumekisahau hapa? Kipo. Alisa kuna kitu umesahau kumuuliza. Alisa ni mfuatiliaji mkubwa na ana mapenzi mazito na Zuchu. Ni mtu ambaye anamfuatilia sana Zuchu. Yaani ukiangalia ndani bwana, zikipigwa nyimbo za Zuchu atulali. Yaani zafululizwa tu. Kwa ni mtu ambaye anampenda sana na ni mtu ambaye anaimba sana nyimbo zake. Hajawahi kukutana naye? Hajawahi kukutana naye. Sasa tuzungumze hili. Geuka vizuri. Zuchu kweli baba akasema unampenda kule Zuchu? Zuchu shoga yangu. Zuchu shoga yangu. Zuchu? Shoga yangu. Nyimbo zake unazijua? Ndio. Hebu tuimbie hata moja unayojua. Ile. Zuchu. Ile ipi? Hakimu mtukufu. Naomba nianzishe kisi na mleta mhalifu alofanya moyo huende risi. Huyu kanifanya mimi imekuwa mzembe, imekuwa nguvu sana hata tukutoka nje, na ukubwa wote bana naletewa kweli pete, sipokula tutagombana eti hataki nikonde, mwenyewe ndo na huyo nina mmoja mpenzi, mwenyewe ndo na huyo mambo yako chiti si hawezi. Tunamwambia nini mathalani Zuchu akaiona hii video sasa? Tumwambie kitu ambacho unaamini ndio itakuwa Zuchu atafurahia akikisikia. Mwambie kitu Zuchu sasa. Nitamwambia tu kitu ninachokitaka. Kitu gani unakitaka kutoka kwa Zuchu? Nitamwambia nampenda sana. Nitamwambia asante. Napenda sana Zuchu. Nataka nikuone. Bwana, ujumbe kwa Zuchu, mathalani mwenyewe ataiona ama watu wake wa karibu ama ndugu jamaa na marafiki, viewers wetu, yeyote ambaye atakafanikiwa kuiona video hii, tunaomba mumtagi kwenye hii post ambayo Alisa ameimba ndo huyu ya Zuchu, na amesema anampenda, ana wish amuone. Tuombe mumtagi Zuchu apate kuona kile ambacho shabiki yake, mmoja kati ya watu ambao wanamfuatilia vizuri, anakitamani kutoka kwake. Tunamalizia, ulikuwa unamalizia kitu? Yes. Mimi nachoomba wapenzi wa Alisa, naombeni sana mzidi kumsupport binti yangu. Naombeni sana ushirikiano wenu. Asanteni kwa mapokezi mazuri mliompokea binti yangu, kwa upendo, kwa ukarimu na kwa ufuatiliaji mzuri wa binti yangu. Bila nyinyi si lolote, si chochote. Naombeni mumfollow binti yangu katika akaunti yake ya Instagram Alisa_Queen1 na pia TikTok. Binti yangu anafanya kazi nzuri, binti yangu anapenda sana kuigiza. Naombeni support yenu sana. Kwa hiyo naombeni sana ushirikiano wenu. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo amemaliza mzazi ama baba yake na Alisa Queen, kwa jina ambalo Alisa Queen1 kama sikosei, ndilo jina ambalo anatumia kunako mitandao ya Instagram. Mengi tumezungumza, kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake ya uigizaji na walau kwa uchache maisha yake. Nenda kafanya vile ambavyo unaamini kufanya hivyo utakuwa unamsupport. Nenda kwenye Instagram kwa jina la Alisa Queen1, nenda kamfollow. Nenda kwenye TikTok ya hiyo Alisa, nenda kamfollow. Nenda YouTube tunayo? YouTube bado ndio mbioni kwa. Sawa, YouTube bado wapo mbioni kufungua, kwa hiyo tarajia content za kutosha kutoka kwa Alisa na wazazi wake na vitu vingine vingi kutoka kwa Alisa. Mimi nikwambie tu usisahau kuacha comment yako kwa vile ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Alisa. Tuambie kuanzia siku ya kwanza kumuona Alisa mpaka leo, vipi ambavyo umempenda Alisa ama wapi ambavyo
Alisa amekuvutia, Alisa umefurahishwa naye. Sema Alisa, mimi nilivyokuona sehemu fulani mimi nimekupenda. Tunajua wapo ambao pia hawampendi Alisa. Wanamchukia Alisa. Pia tuambie kwenye comment. Bwana Alisa, mimi sipendi hivi. Babake atasoma atafanya vile ambavyo walau wewe umesema, ili kuweza kumbadilisha, kumweka vingine, ili mradi aje kuwa msanii mkubwa zaidi. Afikie vile ambavyo ndoto zake zipo ama ndoto za wazazi wake zinavyosema.